Tuko chuo cha walimu TTC Kasulu na tunafanya challenge na wanachuo tujue maisha yao ya chuo wanaishije, na je kuna mapenzi yanaendelea chuoni, na inakuaje mwisho wa siku, ni kweli wanapendana kwa dhati au inakuaje? Tushapata maoni, tushapasikiliza watu wanasema mapenzi ya chuoni ni kudanganyana. Sasa je, lakini wa kwanza Omari alituambia kwamba yeye na mpenzi wake wanapendana kishenzi, yani 100%. Hebu ngoja tutembee tusikilize na washikaji wengine. Wabigi, inakuaje mwana? Wapo? Bana wewe unasomea hapa si ndio? Okay. Maisha ya chuo yako vipi lakini? D5 kwanza mwana. Unaitwa nani mwana? Amigo majina naitwa Thomas aka Mapixelia. Au sio? Wewe msanii nini? Hapana, sio msanii. Mapixelia amekujaje hapa au ni mtu wa photographer nini? Ya. Unapenda kupiga picha? Ya. Na una vifaa vyote nini au ndo bado unajitafuta? Na simu yangu tu kali ni. Kwa hiyo imepoa. Au sio? Napiga picha fresh. Nakubali. Bana. Hapo chuo huko mwaka ngapi? Mimi ni finalist mwaka wa 3. Mwaka wa 3. Kwa mwaka huu unaua. Ya, naua. Na una mahusiano hapo chuo? Mahusiano hapana kwa kweli. Kipengele. Ila ulikuwa naye nini? Sijui gani kwa naye. Mshikaji ajui kama chako na dewa au sio? Wawaranga. Hebu sio vitu vyako. Ila mara nyingi mafotografa sometimes unakuta wako busy, si ndio? Na huwa hawazagi sana mahusiano mara nyingi. Hiyo naweza kukubali, lakini sasa miaka 3 uko chuo na unadai kwamba hujawahi kuwa na leo umeshije mwanangu? Fresh mbona unaishi tu mwanangu. Kweli? Sasa unajua mwanangu ni mahusiano kipengele. Kwa sababu maisha ya chuo aisee. Chuo ukiona demo off nianzeshe ni wangu. Hapo wenyewe umekuja kusoma sasa. Kianza kwa mtoto wa mtu mwake anakutegemea wewe tu. Anakuwa so fresh yani kila kitu ngomba ya. Na kaza. Kwa hiyo unamaanisha kwa mahusiano na chuo lazima uwe na uwezo kwanza. Pesa ndio kila kitu ya. Okay. Mimi kuna mshikaji nimepiga naye story ameniambia kwamba yeye na mpenzi wake wanapendana 100%. Mwana wewe unamwambia nini? Ongea kwake kama nipo, lakini kwa chuo uongo 100% wapi uongo. Yaani aliongea tu lakini sio kweli. Yana ana uhakika mwanangu anadai kwamba demu wake anamsupport nini 100% kabisa. Kweli labda ukute kweli anamsupport lakini hauamini kabisa. Siamini kabisa kwenye nani swala mapenzi. Mapenzi ya chuo. Uongo. Mimi hata unipe shingapi aisee. Bado sana. Swala mapenzi hapa muachie wataalamu. Mwanangu haamini kabisa mahusiano chuo, yani amekataa kabisa yani. Mwanangu umesema unaitwa nani? Mimi naitwa Mapixelia hapo. Sasa hebu neno moja kwa washikaji zako ambao wana mahusiano hapa chuo mwana. Neno moja mimi la kuambia ongea kwao, wamejitahidi sana. Wamepiga mwingi. Okay. Wamepiga mwingi sana. Wanakuwa na mahusiano chuo sasa. Yaani sasa una mtoto hapo unamlea. Sasa Bigi, kuna tetesi au kuna maneno yamezagaa mtaani kwamba mkimaliza chuo mwende VETA. Hii swala la VETA limekaje kwako? Upo tayari kwenda VETA? Unaangalia na kitu unachosomea. Sawa, mimi for example mimi hapa nasoma education laws, kaniambia naweza naenda VETA. VETA kuna education pale wanafundisha. Hapo sasa labda tusikilize wataalamu kwa sababu wamesisitiza vijana twende VETA mwanangu. Wamesisitiza elimu nani tu. Jamaa mmoja alikuwa ameshiba chai akisimama kwenye media. Akaanza kusema vijana waende VETA. Hilo swala mimi silichukulia kama common sana. Yeye aliongea tu kuleta mjadala kwenye nchi, vijana wasomi waanzishe mjadala kuongea, lakini short sio kweli. Wewe kaniambia mtu anasoma education au anasoma kozi zingine, mfano anasoma MD anachukua daktari. Amaliza ende VETA. Pale kuna nani za VETA pale, kuna issue zinahusiana na daktari pale. Pale sinaenda kujifunza ufundi umeme. VETA wanaenda watu feli form 4 kapata zao 4-0 au ambao wameweza la 7 shenda kufaulu wakaenda zao na nini wanaenda VETA, lakini kwa sisi ma professional hilo swala hapana. Mwanangu wa Pixeli. Bless sana mwanangu. Aina noma Bigi. Tisha sana. Tanzetu.
Wabigi. Sasa tupige story na mshikaji hapa. Bigi, mbona unakimbia sasa? Usikimbie sasa. Usikimbie. Subiri kwanza. Usikimbie. Shwari lakini. Fresh kabisa. Uko poa? Uko poa. Unaitwa nani? Naitwa Elisha. Uko mwaka ngapi? Mwaka wa pili special diploma. Mwaka wa pili. Yeah. Mbona wewe unatumia simu ya aina gani? Natumia mimi natumia Infinix tu. Infinix? Yeah. Sasa mwanaume anatumia simu ya Infinix mwana. Njoo. Kuna clip moja, kuna dada moja alisema simu za Infinix na Tecno ni simu za kichawi. Kwa hiyo unamwambia nini dada na wakati wewe unatumia Infinix na ni mwanaume? Ni short, mimi siwezi kashindana na mwanamke. Yani kwa maisha yangu mimi shindana na mwanamke. Na siwezi kujifananisha na mtu. Okay. Mimi naishi ni private kwa sababu na maamuzi yangu. Ila una mahusiano hapa chuo? Mahusiano sina. Hauna? Yeah. Bigi wewe unaishije mwanangu bila mahusiano? Ile ushakuwa kwa nayo. Ushakuwa nayo. Yeah. Na mtu wako yuko hapa ex wako? Hamna. Alikuwa soma na chuo. Yani niko toka huko nyumbani. Nimesoma naye lakini nilifika chuo nimeamua kuishi maisha kama haya. Okay. Kwa hiyo hapa chuo hujawahi kuona binafsi ambao unamuelewa nini? Unaweza kuwa unamuelewa mtu lakini hizo ni emotion tu. Unajua moyo tena. Kwa hiyo tunajitahidi kuishi katika misingi yetu. Mimi siwezi kaanza kufuka dem nimemuona. Tunatamani wengi sana. Si unajua tena. Ukiona nyashi nini au si unajua tena chuo. Nakubali. Wazee wa nyashi au si? Sasa mwanangu unawaambia nini wenye mahusiano hapa chuo? Kwenye mahusiano? Kwa swala mahusiano sitaki kuwa muongeaji sana maana hiyo. Kwa nini? Kila mtu ana maamuzi yake, unajua? Kuna muda huu unaenda naongea kwamba mahusiano mabaya afu kuna mtu anaenjoy sana, unajua tena. Wengine tujajiingiza kwenye mahusiano kuendana na malengo au kipato unajua wanawake wanahitaji hela chuoni blaza. Inabidi ukae makini. Without money huwezi ukawa na mahusiano. Kwa mwanangu chuo, mbona washikaji wengi wanalalamikia hela mwanangu? Kwa chuo bila hela mwanangu utoboe kwenye mahusiano. Utoboe. Hiki kipengele. Kwa wote wenye mahusiano hapa chuo na hela. Kina mafani wenda demo amekulizia au la hela ndo kitu cha msingi sana kwa mahusiano yote. Mwambie demo mmoja mkali. Yaani naomba nitajie demo mmoja mkali ambao unamuelewa hapa chuo. Hapa chuo? Hamna. Hamna. Kwa hiyo chuo kizima chuo cha walimu Kasula kuna demo mkali. Demo mkali yupo. Hayupo. Ila yupo ambao unamuelewa. Ni hiyo kitu siwezi maana mimi sielewi yani. Dem unaweza kuendana mazingira uliyomkuta. Kila dem ni mkali baza. Kuendana mazingira tu utakayomkuta. Kwa kila dem ni mkali. Kwa mwanangu bless sana mwana. Shukrani sana. Nzuri kabisa. Poa. Kila dem ni mkali au sio? Kuendana mazingira utakayomkuta. Nakubali. Kuna dada nimemwona huku nyuma. Njoo twende. Eti dadake? Mambo. Sikiliza sasa usikimbie bwana. Sitapiga stories za kawaida tu. Sisi unakimbia. Unakimbia nini? Eti ndio nimegeukia kamera. Wewe. Usiogope mambo. Uko poa? Unaitwa nani? Naitwa Diana. Sasa mbona unakimbia? Sitaki challenge zenu. Sawa usikimbie sasa. Tunaongea tu kawaida rafiki yangu. Unaona kama umependeza miwani, kiremba nini? Aone sister kama amependeza huyu. Eti. Unasema unaitwa Diana? Uko mwaka ngapi? Wapi? Mwaka ngapi? Unamaliza au mwakani ndo unamaliza? Namaliza. Mwaka ndo unamaliza. Bana, sisi tuna swali moja tu. Mimi nataka nikuuliza swali dogo. Nisikilize kwanza. Wewe mapenzi hapa chuo unaamini asilimia ngapi? Siamini. Hauamini? Kwa maana yake hapa chuo una mpenzi? Ndio. Unawezaje kusurvive miaka yote miwili bila mpenzi chuo? Diana, sikiliza. Diana. Sikiliza sasa Diana.
Na survive hivyo hivyo. Sasa mbona unakimbia? Nimetofuta. Diana wetu kimbia. Kati wala.